Za Karima Story TV zinaripoti kutoka hapa katika uwanja wa Amani Stadium Zanzibar, ambapo fainali ya Simba dhidi ya RS Berkane mkondo wa pili inapigwa hapa majira ya saa 10 kesho. Ikumbuke tu kwamba mnyama alipoteza kwa idadi ya magoli 2-0. Kesho ana kibarua hapa katika uwanja huu kuhakikisha kwamba anapata matokeo na kombe linabaki hapa Tanzania. Na haya ni mazoezi ya mwisho ya Simba akiwa anafanya katika uwanja huu. Kikosi cha Simba chote kikiwa kipo timamu kuhakikisha kwamba kesho wanakuja kuikabili RS Berkane. Mazoezi yao ya mwisho akiwa wanafanya katika uwanja huu na kikosi chote kikiwa kipo tayari kwa ajili ya mchezo huo. Kocha Fadlu anakuambia RS Berkane walikutana na Simba ambayo haikuwa ina hasira. Kesho itakutana nayo sasa. Unaona kina wachezaji mbalimbali wa Simba kina Yusuf Kagoma na wenzie wakiwa wanafanya mazoezi yake ya mwisho hapa. Wakina Shemalon Fondo, Edwin Barua wako hapa katika uwanja wa Amani Stadium hapa Zanzibar, ambapo Simba mnyama tayari ameingia katika uwanja huu kufanya mazoezi yake yale ya mwisho kuhakikisha kwamba anapata matokeo na kuondoka na kombe. Kama unavyoona kikosi cha Simba tayari kimeanza mazoezi yake hapa katika uwanja huu, mazoezi ya mwisho haya. Ikumbuke tu kesho ndo mechi ya finali dhidi ya RS Berkane. Kila mtu akiwa anataka matokeo katika uwanja hii kuhakikisha kwamba kombe linabaki katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kikosi cha Simba tayari kimeanza mazoezi yake kama unavyoona, na huu ni uwanja wa Amani Stadium ambapo mechi inapigwa kesho finali. Kumbuke tu kwamba Simba katika mzunguko wa kwanza alifungwa idadi ya magoli 2-0. Kesho ana kibarua kizito dhidi RS Berkane. Simba tayari wameanza kuingia hapa kwa ajili ya kufanya mazoezi. Timu pamoja na benchi la ufundi wako timamu kuhakikisha kwamba wanapata matokeo hapa. Angalia kwa umakini mazoezi yao ili kuhakikisha kwamba alama 3 na kombe zikiwa upande wao. Simba anataka afunge magoli 3-0 dhidi ya RS Berkane ili kuhakikisha kwamba anabaki na kombe hili katika ardhi hii ya Tanzania. Au kule Libya katika mji wa Tripoli ni jirani na baharini. Sasa hapa Zanzibar ndipo kwenyewe kwenye upepo na marashi ya bahari ya Hindi. Hawa hapa wanajeshi wa unyasi wekundu wa Msimbazi Simba wako tayari kwenda kupeperusha bendera yenye rangi nyekundu na nyeupe. Kama la sivyo wafurahisha wana Simba wote Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Goli na Shansha huwa ndilo limewafanya kufika hapa. Achilia mbali na mengi yote kwenye hatua zilizopita, lakini hatua ya nusu finali ndio yeye goli lake ambalo alifunga hapa visiwani Zanzibar ndio linawafanya wanarejea tena Zanzibar kuisaka tena tiketi. Hii sio tiketi tena bali ni kutafuta kombe. Walikuja hapa kuisaka finali, wakafika finali. Sasa wako hapa tena Zanzibar kuambia Wazanzibari na Tanzania kwa ujumla tunalitaka kombe. Watalipata ama itakuwaje? Hii ni finali ya pili ya michuano kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba dhidi ya Mwarabu RS Berkane kutokea kule nchini Morocco. Mwanzoni mwake walipoteza magoli 2-0 katika dimba la manispaa ya Berkane kule Oujda nchini Morocco. Sasa wanarejea nyumbani katika ardhi ambayo kila kilichopo hapa wamekizoea, wanakifahamu, kuanzia lugha, ardhi, maji, yote ni ya wazalendo wa visiwa vya Zanzibar ambao wanaunganisha Jamhuri tukufu ya Muungano wa Tanzania. Iweje mnyama huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ashindwe kutumia ardhi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitetea ama kulipata kombe la shirikisho barani Afrika?
Ingali kwamba ni mchezo wa mpira wa miguu na yote yanawezekana, lakini matumaini makubwa ya wanasimba na Watanzania kwa ujumla ni kwamba wanajeshi hawa chini ya mwalimu Fadlu Rahman Davis watakuwa na jukumu kubwa la kuhakikisha namna gani wanalifanya kombe linasalia hapa Tanzania, kama ambavyo walizungumza kwamba kupoteza magoli mawili hawajilaumu, bali wale Berkane inabidi wajitie kwa nini hawakupata goli la tatu. Je, tafsiri ya kauli hiyo itakwenda kuamuru vipi hapo kesho? Mchezo unachezwa majira ya saa 10 za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sisi sote tulioko hapa Zanzibar, lakini wote walioko ulimwenguni kwenye vinasaba na mchezo huu pendwa zaidi ulimwenguni, wana jukumu la kwenda kuishuhudia finali hiyo na kusubiri kitendawili hicho. Nani atacheka wa mwisho? Alivyoanza Berkane kule Morocco ndivyo ataendeleza kucheka hivyo hivyo, ama pengine kicheko chake kitaishia kama kilivyoishia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume? Tunasubiri tu.